Kama ni mara yako ya kwanza unatembelea chaneli yetu ya Top 5 Media, tunakuomba ubonyeze neno subscribe, kisha kwa chini itatokea alama ya kengele. Tunakuomba ubonyeze kengele hiyo ili uwe wa kwanza kupokea taarifa katika chaneli yetu. Asante. Habari kubwa ya kimichezo ambayo tunakwenda kuiangaza mezani siku ya leo ni kuhusiana na kile ambacho kinaendelea ndani ya klabu ya soka ya Simba Sports Club kuhusiana na mchezo wao namba 184 dhidi ya kikosi cha timu ya soka ya Yanga Sports Club. Mchezo huu umepewa jina maalum la Kariakoo Derby, na tunaona kwa upande mwingine umeweza kuwa gumzo kubwa mara baada ya kupelekwa mbele kwa sasa, kwa sababu mchezo huu ungechezwa Juni 15 mwaka 2025, lakini tunaona kupitia taarifa ambayo bodi ya ligi kuu Tanzania bara waliweza kuitoa, basi ni kwamba mchezo huu utakwenda kuchezwa Juni 25 mwaka huu. Kwa hiyo wamevitakia vilabu hivi maandalizi mema. Ikumbukwe klabu ya soka ya Simba Sports Club katika machapisho yao ambayo waliweza kuyatoa, basi taarifa ya mwisho inasema kwamba kwa maana kwamba waliona mchezo unatakiwa kuchezwa, wakasema kwamba hawatoshiriki mechi nyingine ambayo itakayoandaliwa na bodi ya ligi kuu Tanzania bara. Hii ni kutokana na kwamba wanaamini mchezo ungechezwa Juni 15. Mpaka sasa Simba wamekaa kimya, hawajatoa taarifa yoyote kuhusiana na mchezo huu. Je, watapeleka timu uwanjani tarehe 25 ama hawatopeleka timu uwanjani? Sasa fahamu hapo siku ya leo klabu ya soka ya Simba kupitia bodi yake ya wakurugenzi, ambapo bodi hii inaongozwa na mwenyekiti hapa tukienda kumwongelea mwekezaji mwenyewe Mohamed Gulam Dewji sambamba na wajumbe wengine wa bodi. Basi kwa upande mwingine wameweza kufanya kikao kizito, ambapo kikao hiko mpaka sasa tunaona suluhisho hajaweza kupatikana, kwa sababu ukiangalia kuna viongozi wapo wanasimamia msimamo wao kwamba hawatopeleka timu uwanjani tarehe 25. Hii ni kutokana na kwamba bodi ya ligi kuu Tanzania bara wameweza kuisikiliza Yanga. Kwa nini klabu moja ipendelewe na si Simba wao ambao walikuwa wakiomba mchezo uchezwe Juni 15? Kwa hiyo kuna viongozi ambao wamesimamia msimamo huo. Taarifa za ndani kabisa ni kwamba jasusi mwenyewe Cletus Magoli sambamba na CEO wa klabu ya soka Simba Zubeda, wao ndio ambao wamebaki na msimamo, na baadhi ya viongozi wengine, wajumbe wengine wakitaka Simba Sports Club wasipeleke timu uwanjani. Lakini viongozi ambao kwa upande mwingine wapo kwenye msimamo wa kusema kwamba timu ikacheze, basi ni kiongozi anaofahamika kwa jina la Murtaza Mangungu, ambaye ni mwenyekiti wa klabu ya soka ya Simba kwa upande wa wanachama, bila kusahau miongoni mwa watu wengine ni Hassan Dalali Fidimasho, ambapo hawa waliweza kwenda Ikulu kwa ajili ya kufanya mazungumzo na rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania pale Chamwino Dodoma, na makubaliano ambayo aliweza kufikia, basi kwa upande mwingine huenda ilikuwa ni swala hili kuweza kumalizika kwa amani, na ndio maana tunashuhudia baadhi ya viongozi wa TFF wameanza kujiuzulu, wengine wameweza kusimamishwa kazi, ni kutokana na kikao kizito ambacho kilifanyika pale Ikulu. Kwa hiyo tunaona viongozi hao ambao walienda pale Ikulu wao msimamo wao mchezo uchezwe, kwa sababu tayari jambo limeshasuluhishwa. Kwa hiyo mpaka sasa ndani ya bodi ya wakurugenzi ya klabu ya soka Simba kuna mvutano mkubwa, wengine wakitaka mchezo uchezwe, wengine hawataki mchezo uchezwe kwa sababu wanaamini bodi kwa nini waipendelee klabu ya soka Yanga Sports Club. Ikumbuke mechi imekuwa na utata mkubwa sana sasa kuelekea hiyo tarehe 25. Mpaka sasa Simba wamekaa kimya, hawajasema lolote, lakini msimamo wao kwenye barua yao ya mwisho ambao walitoa ni kwamba hawatoshiriki mchezo huu dhidi ya kikosi cha timu ya soka ya Yanga Sports Club. Lakini taarifa ambayo ilitolewa na baadhi ya viongozi ni kwamba kuna uwezekano mkubwa vile vile Simba Sports Club wakashiriki mchezo huu, lakini Simba wao mpaka sasa mechi ambazo wanazitambua ni michezo miwili pekee, ambapo mchezo huu utakuwa dhidi ya Ken Gold, ambapo mchezo huu unatarajiwa kuchezwa tarehe 18 katika uwanja wa KMC Complex, ukiwa ni mchezo wa mzunguko wa 29. Kisa Simba Sports Club wanaitambua mechi yao ya mwisho, ambapo mechi watamaliza wakiwa nyumbani dhidi ya kikosi cha timu ya soka ya Kagera Sugar. Kwa hiyo tunaona Simba Sports Club mpaka sasa msimamo wao, wengine wameshikilia mechi ikachezwe, wengine wamebaki na msimamo kwamba mechi isichezwe. Kwa sababu kwa nini viongozi wa TFF waipendelee timu moja katika kufanya maamuzi na kuweza kusogeza mbele mchezo? Kwa sababu matakwa ya Yanga ilikuwa ni kumwomba afisa mtendaji wa TFF ajiuzuru, ambaye ni anafahamika kwa jina la Maska Songo, ambaye tayari amesimamishwa kazi, bila kusahau matakwa mengine ilikuwa ni kwa upande mwingine wanataka mchezo usogezwe mbele, walikuwa wanataka
kamati ya masaa 72 iweze kusimamishwa, na bila kusahau utakwalo jingine ilikuwa ni katibu mkuu aweze kujiuzuru, kisha bodi ya ligi kuu Tanzania bara iwe huru. Hao ndio matakwa ambayo Yanga waliweza kuweka mezani. Kwa hiyo wao kidogo inaonekana wamesikilizwa, na Simba msimamo ilikuwa ni kucheza mchezo huu. Lakini mpaka sasa ndani ya bodi kuna conflict ama migogoro ambayo inaendelea baina ya viongozi na viongozi wengine wanataka mechi ichezwe, wengine hawataki mechi ichezwe. Sasa wewe kama ni shabiki wa Simba, je, tarehe 25 Simba wapeleke timu uwanjani ama wasipeleke? Nenda eneo la comment kashia maoni yako na tutakuja kuyasoma.